Then kikubwa ambacho kimeleta hapa ni kuja kuangalia uwekezaji huu ambao Mheshimiwa Rais aliweka jiwe la msingi miaka miwili ambayo imepita. Nafurahi kuona kwamba uwekezaji huu wa bilioni 700 umekamilika na kiwanda tayari kinaenda kuanza kazi. Kwa uwekezaji huu kampuni hii ya Kilombero itaweza sasa kuzalisha sukari mara 2. Walikuwa wanazalisha kwa maelezo ya DG hapa tani 130 wanakwenda mpaka tani 260. Na kwa uwekezaji huu ni kwamba Tanzania inaweza sasa rasmi kujitosheleza katika uzalishaji wa sukari. Kwa mambo makubwa mawili hapa. La kwanza ni kwamba uwekezaji ambao tumeusajili tumeuona kweli mkubwa unaendelea, shilingi za Kitanzania bilioni 700. Kwa hiyo inaitwa capital kwa maana ya mtaji ambao unaingia. Kazi ya pili ambayo tunaangalia sisi watu wa uwekezaji ni kwamba tunataka uwekezaji utuzalishie ajira kwa vijana wetu. Na kote nilikopita unaona vijana wetu wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali, na hapa ni sekta mbili tu kwa maana ya kiwanda lakini pia ya kilimo. Wanaajiri zaidi ya watu 900,000. Kwa kweli tunashukuru kwamba tunapata mtaji ambao ndio lengo kubwa, tunapata vile vile ajira. La tatu ni teknolojia. Teknolojia ambayo imetumika hapa ni ya kisasa kabisa. Hili ni jambo kubwa. Kwa upande wa mipango, kama waziri mwenye dhamana ya mipango, lengo letu na lengo la Mheshimiwa Rais ambaye ametupa mwongozo, anataka kuona nchi hii ina industrialize, kwa maana ya kwamba tunatengeneza viwanda, na kiwanda hiki ni kikubwa. Kiwanda hiki ndio kikubwa kwa sasa, ndio kiwanda kikubwa hapa Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Kipo hapa Tanzania kuzalisha sukari cha kisasa kabisa. Hutakikuta Afrika Kusini, hutakikuta Nigeria, hutakikuta Egypt wala Morocco. Unakikuta katika nchi inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa malengo yetu na malengo ya Mheshimiwa Rais na ndoto zake zinatimia katika swala zima la viwanda, swala la ajira, swala la kuvutia mitaji. Kwa hivyo lengo letu la kukuza uchumi kuelekea mwaka 2050 kuelekea trilioni $1 ni wazi kwamba linaenda kutekelezwa vizuri, kwa sababu tayari hapa tunazungumzia dola za Kimarekani trilioni 277. I'm very honored to be able to share what has been a project that's taken 5 years to build, and to be the first large-scale sugar factory in South and East Africa in the last 40 years. This demonstrates the shareholders' commitment to realize the Vision 2025 to be self-sufficient in sugar, but also the vision of 2050 to take us past just self-sufficiency and be export, but at the same time build our people into high technology specialists that is required for this factory. A factory and a project like this that costs 700 billion shillings is not something you can do easily. It's taken us 7 years to get to where we are today. And it's not just the Kilombero team. We've worked with government, we worked with the DC, we worked with MPs, we worked with the growers, we worked with the council leaders in the villages around us to make sure that the local farming community is benefiting from this project. Because 60% of the sugarcane for this factory will be grown by our local farmers, the other 40% by our own sugarcane estate. But at the end of the day, what makes me proud, Waziri, is this is sugar made in Tanzania for Tanzanians. Yeah. Leo umetembelea katika kiwanda cha sukari cha Kilombero Sugar chenye thamani ya bilioni 700 K4, kiwanda ambacho ni cha kisasa kabisa, na kama umeona kikianza kufanya kazi mwezi wa 6 mwaka huu, zile changamoto zote za kulima katika eneo litapungua, na tutakuwa na upungufu wa miwa kufika mwezi wa 12 kama hatutaongeza uzalishaji. Kwa ni kushukuru kwa jinsi ambavyo umepokea zile kero za Mheshimiwa Mbunge, kero za Mheshimiwa Madiwani, kero za AMCOS ambazo zipo. Nikupongeza kujionea hali halisi, na nishukuru kwamba baada ya uzalishaji, na kama alivyosema profesa kutoka bodi ya sukari, tutakuwa na ile nakisi ya sukari itakuwa haipo. Sisi kama Kilombero tunafarijika sana kwa sehemu ya kuwa zao la kwanza. Tunahakikisha kwamba wakulima wetu wanazidi kuzalisha kwa wingi, kuzingatia swala la usalama, na zile kero ambazo zitakuwa zinatokea tutakuomba ofisi yako na wataalamu wako waweze kuja kuzitatua. Kwa sisi tunataka kushukuru serikali ya chini ya Dkt. Samia kwa uwekezaji mkubwa uliofanya, lakini lazima tusolve challenge zao. Vinginevyo tusisolve hizo challenge, sisi tutakuwa tunasema in parliament, we will always repeat and say
the challenge of our people. Win-win situation. Mkurugenzi anataka service levels. Kuna kampuni zijalipa hapo service levels na zimeondoka. Anataka CCR, tuone CCR. Tuambie wananchi wetu, mnaona ile tractor, mnaona ile grader, mnaona barabara zimechongwa, mnaona kituo cha afya, you see ambulance. This is from the Kilombero Sugar Cane. Vitu vionekana. Ni ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wa Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Kitila Mkumbo, tumekuwa na wepesi wa kuwasaidia Watanzania kufanya uwekezaji kwa kuwapa vivutio. Kwa tuwaombe na kutoa rai kwa Watanzania wote wanaotaka kufanya uwekezaji hasa wa viwanda, wafahamu kwamba upo usaidizi ambao unatolewa chini ya mamlaka ya uwekezaji, chini ya TISEZA, ambao unaweza ukawasaidia kwa mitaji yao midogo au mikubwa kuweza kufanya uwekezaji. Na hiki ni kimoja ya kiwanda ambacho kimenufaika pia na vivutio vya uwekezaji ambao vinatolewa na mamlaka yetu chini ya wizara yetu ya mipango na uwekezaji, ili kuhakikisha kwamba uwekezaji huu umefanikiwa na kufanyika. Sasa kwa upande wa tasnia ya sukari, tunapoongelea swala la ajenda ya kujitosheleza kwa sukari, kiwanda hiki ndio landmark kwa nchi hii, kwa maana kwamba ndicho kinachokwenda kuwa jawabu la kuhakikisha kwamba tunafunga tatizo la upungufu wa sukari nchi hii. Kwa hiyo serikali kwa ujumla imefanya kazi kubwa sana kuweka mazingira wezeshi ya wawekezaji wetu kuweza kuwa na confidence ya mazingira ya uwekezaji, lakini ili waweze kuweka mitaji yao na kuhakikisha kwamba wanasukuma ile ajenda ya kujitosheleza kwa sukari. Kwao ukiangalia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alipokuja kuzindua kiwanda hiki, alisema kwamba hii ni ndoto ambayo anatarajia itimie, na tunaona kwa macho yetu kwamba imetimia. Kwa hiyo tunapoongelea swala la upungufu wa sukari, kama Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo, waziri wa uwekezaji, alivyosema, hili ndo jawabu, na tutegemei mwaka ujao kuwa na uagizaji wa sukari kutoka nje, kwa sababu kitakapoanza uzalishaji wake kinakwenda kufunga lile pengo ambalo tulikuwa nalo. Na uwekezaji huu manufaa yake yatakwenda zaidi ya wafanyakazi walioko hapa. Sisi kwa sababu tuko upande wa Wizara ya Kilimo, tunaangalia zaidi maslahi ya wakulima. Kwa hiyo wakulima, kwa sababu watakuwa na share kubwa ya kuingiza miwa yao kiwandani, ina maana wanatakiwa jiandae sasa kuhakikisha kwamba wanapanua mashamba yao, lakini wanalima kilimo chenye tija na wanaweza kulima ili kuweza kuzalisha miwa kutosha kuweza kutosheleza mahitaji ya kiwanda, ambao kama umesikia itakwenda mara mbili, kutoka tani milioni 1.2 mpaka tani milioni 2.5. Ongezeko hilo ni kubwa kwa sababu eneo hili la kiwanda halitoshelezi kulima kwa ajili ya kupata malighafi hiyo. Matarajio yote ni kwa wakulima wadogo. Kwa wakulima wadogo wajiandae kwa ajili ya kutumia fursa hii.